Tarehe 13 mwezi Agosti ni kumbukumbu ya kuzinduliwa upya kwa Chadema, na katika kuzinduliwa huko upya kwa Chadema kulikofanyika tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka 2006 ukumbi wa PTA Temeke, vitu vipya vifuatavyo vilizinduliwa katika Chadema. Kuliandikwa katiba mpya ya Chadema, kulianzishwa bendera mpya hii ya Chadema yenye rangi 4. Zamani bendera ya Chadema ilikuwa na rangi 2 tu, bahari na nyeusi. Kulianzishwa mpango wa kwanza wa miaka 5 wa chama. Kulianzishwa kanda za chama, hazikuwepo wakati huo, muundo wa kanda. Kulianzishwa mambo mengi mapya, lakini kubwa kuliko lote, siku hiyo ndio siku ambapo kulianzishwa mabaraza ya chama, BAVICHA, BAWACHA na BAZECHA, baraza la vijana, baraza la wazee na baraza la wanawake. Kwa leo ni siku moja kabla ya nyinyi kusherekea miaka 20 ya kuanzishwa kwa BAVICHA. Hongereni sana. Niwaombe mtumie fursa hiyo nje ya kongamano hili, mtakapokuwa mnarejea nyumbani, kutafakari miaka 20 ya safari ya BAVICHA. BAVICHA ilianza kama wazo tu. 2003 nilikuwa kwenye kongamano la kupitia sera za Chadema, wakati huo nikiwa sio mwanachama wa Chadema, niko kwenye harakati za vijana. Wakati huo tulikuwa tunadai sana baraza la vijana, na taasisi yetu mmoja wapo tulikuwa nayo ikaja ikafutwa na serikali, National Youth Forum, kwa kigezo kwamba inajihusisha na siasa. Viongozi wakati huo wakanialika, nikakishauri chama hiki kitakuwa tu kama tukatoa uhuru kwa vijana, wanawake. Wakati huo tulikuwa vijana, wanawake, kuanzisha baraza la wanawake, kuanzisha baraza la vijana. Ilikuwa na vyombo vinavyojitegemea, semi autonomous, sio full autonomous, lakini mahali ambapo makundi haya yatafanya siasa zao kwa uhuru wao, kwa nguvu zao. Viongozi wakati wakaniambia, sasa umetoa wazo, nani wa kulisimamia? Wakaniambia nijiunge na Chadema, nikashawishiwa, hatimaye baadaye nikajiunga, nikawa mkurugenzi wa vijana. Kaingia kwenye uchaguzi wa 2005. Baada ya 2005 kazi ya kwanza ikawa kuanzisha mabaraza ya chama. Kwa hiyo mimi nishukuru kwa heshima ile mliosema ya uasisi wa baraza. Kwa kweli, kwa unyenyekevu mkubwa, sisi tulikuwa ambao tulianzisha hili baraza la vijana la Chadema, na tunamshukuru Mungu kwamba limefikia kwenye level hii. Sasa nikaongoza baraza la vijana likiwa ndo tunalitengeneza 2006 mpaka 2009. 2009 nilikuwa na uwezo wa kugombea, nilikuwa na umri wa ujana, lakini nilikuwa vile vile mkurugenzi wa habari na uenezi wa chama na mkurugenzi wa mambo ya nje. Kasema kwa level ambayo nilioko sasa hivi, nikienda kushindana na vijana wenzangu, tutakuwa ile lengo la kuanzisha baraza halitimii. Nikasema sigombei. Tukaingia kwenye uchaguzi, wakagombea Mheshimiwa John Heche na wengine, lakini uchaguzi wakati ule ukavurugika kwa tuhuma mbalimbali, ukafutwa. Ikabidi niendelee kuongoza tena baraza la vijana. Mheshimiwa Sharifa, nyinyi mliingia 2011. 2011 sababu 2009 ulivurugika pale. Kwa hiyo kuanzia 2006 mpaka 2011 tulazimika kuongoza baraza la vijana. Kuna mambo kidogo pale tuliyafanya, ikiwemo ya kuingiza siasa kwenye vyuo vikuu, siasa za Chadema, tawi la Mlimani pale, tawi la Sauti, tukakutana na John Heche, na wakati wetu kwenda na marehemu Chacha Wangwe na Freeman Mbowe 2007, matawi ya SUA na kadhalika. Mimi ambacho nasema, nyinyi mlioko hapa mnakiona hiki chama kimekuwa kikubwa sana, kwa sababu wazo lilianzia mahali fulani. Nyinyi mmekifikisha hapa kwenye ukubwa huu, hongereni sana. Sasa mna wajibu wa kuongoza, kuifikisha BAVICHA mbali zaidi, lakini sio BAVICHA tu. Msiishie kufikiri kuhusu BAVICHA, kukifikisha chama mbele na mbali zaidi kwenye kuongoza nchi. Mnao wajibu. Mwaka 2003 wakati nateuliwa kwa sirisiri, bado nikiwa kwenye sekta nyingine kwa mkurugenzi wa vijana, mtu asingewaza kwamba kuna siku ningekuwa katibu mkuu wa chama. Nianzia kama mkurugenzi wa vijana. Wakati nakutana na Mheshimiwa John Heche mwaka 2007,
chuo cha SAUT kule kufungua ofisi na tawi la Chaso au tawi la Chadema kwenye chuo kikuu pale SAUT. Hakuna mtu ambaye angewaza kuna siku John Heche angekuwa makamu mwenyekiti wa chama. Kwa humu mnavyo vipaji na vipawa. Ninachowaambia tu, ushauri wangu, kama una ndoto na maono, usikate tamaa na usikatishwe tamaa. 2001 mimi nilikuja hapa Dodoma kwa taasisi hiyo iliyofutwa National Youth Forum. Nikatakiwa kutoa mada kwa wabunge inaitwa Towards a More Functional Education in Tanzania. Nikaitoa mada. Ndani ya darasa nilokuwa natoa mada alikuwepo Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete. Nasema mheshimiwa, wakati huo alikuwa waziri wa mambo ya nje, na wabunge wengine. Tukatoa mada hapa, tukabishana sana kuhusu hoja nilizozungumza kuhusu wanavyoua siasa vioni kwa sababu na shuleni kwa sababu ya mauaji ya Michael Sikupia kule Mbeya aliyekuwa mwanafunzi wa sekondari, lakini tukakubaliana kuhusu dhana ya education fund na mambo kama hayo kwenye hiyo mada. Mimi niliposikiliza wale wabunge hivi nikakata shauri toka siku ile mwaka 2001 kwamba hawa ndio wabunge, na mimi naweza kuwa mbunge zaidi yao, kuna siku nitakuwa mbunge. 2001 alafu nikawa mbunge 2010 na 2015. Kona nyinyi yoyote yule mwenye ndoto, tuipambanie ndoto ya pamoja ya katiba mpya, katiba bora, lakini pambania ndoto yako mpaka kieleweke, kwa sababu vijana ni nguvu ya mabadiliko. Vijana tusimame niwaage kwa salamu yetu ya nguvu ya mabadiliko. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Mwenyekiti wa vijana, sasa itifaki ni ya kwako. Katika hali ya kawaida katibu mkuu anakuwa juu ya mwenyekiti wa vijana, lakini leo siku yenu, kwa hiyo mwenyekiti wa vijana yuko juu ya katibu mkuu. Mwenyekiti wa vijana, karibu sana uzungumze na vijana wenzako, na baadaye utamkaribisha makamu mwenyekiti wa chama kuzungumza kwa niaba yetu kama mgeni rasmi. Asante sana, Mwenyezi Mungu awabariki sana. Mheshimiwa mwenyekiti wetu mstaafu wa Baraza la Vijana wa Chadema Taifa kwa maana ya Bavicha, ambaye kwa sasa ni makamu mwenyekiti wa chama chetu, kaka yangu na mpiganaji John Wegesa Heche, na mgeni rasmi wa tukio letu hili la siku ya vijana duniani, mkurugenzi wa kwanza wa vijana wa Chadema ambaye kwa sasa ni katibu mkuu wetu wa chama, kaka yangu na mpiganaji Mheshimiwa John Mnyika. Naomba pia kutambua uwepo wa wajumbe wa kamati kuu waliopo, na kwa kipekee kabisa naomba nitambue uwepo wa makamu mwenyekiti wa baraza letu la vijana wa Chadema. Naomba nitambue makamu mwenyekiti wa Bavicha kwa maana ya kaka yangu Nekto Kitiga. Naomba nitambue uwepo wa katibu mkuu wetu bora kabisa, katibu mkuu wa vijana wa Chadema, ndugu yangu Dualia Mzito. Naomba pia nitambue uwepo wa naibu katibu mkuu wa Bavicha, mdogo wangu na dada yangu Levlin Mbugi. Naomba nitambue uwepo wa mratibu wa uhamasishaji wa Bavicha Taifa, ndugu Felius Festo Kinimi. Naomba kwa kipekee pia nitambue uwepo wa wajumbe wa kamati ya utendaji ya Bavicha Taifa mlioko mahali hapa, lakini pia naomba nitambue uwepo wa viongozi wa kanda mbalimbali kwa maana ya makatibu wa kanda, watendaji wetu wa chama kwenye ngazi mbalimbali, na kwa kipekee pia naomba nitambue uwepo wa wageni wetu waalikwa na watoa mada, nikianza na rais wa chama cha mawakili Tanganyika, wakili Boniface Mwabukusi. Naomba nitambue uwepo wa Mwalimu Deus Kibamba, mama yangu mama Rosemary Mwakitwange, ndugu yangu Tobias Misanga, na nitambue pia kwa kipekee muongoza mjadala wetu na muongoza mdahalo wetu, kaka yangu
mwanahabari unayejua kazi yako, kaka yangu Halifa Saidi. Naomba pia niwatambue makamanda na wapiganaji wote vijana wa BAVICHA mliokusanyika mahali hapa kutoka Tanzania bara na Tanzania visiwani, wapenzi na mashabiki wa Chadema mliohudhuria hapa, asalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa naomba tusalimiane kwa salamu za chama. Na sisi BAVICHA huwa tunawaandaa watu kisaikolojia kabla hatujawasalimia salamu za chama, kwa sababu salamu ya BAVICHA, ili uwasalimie watu salamu ya BAVICHA ni lazima wakiitikia wao wamekunja ngumi. Salamu ya chama ili uitikie ni lazima wao wamekunja ngumi. Ndiyo maana kwenye nembo ya BAVICHA mmeona kuna ngumi imekunjwa. Watu huwa hawajui kwa nini kabla sijawasalimia watu wanawauliza ngumi ziko wapi. Sababu ya kuuliza ngumi ziko wapi ipo kwenye nembo ya BAVICHA. Sasa kabla sijawasalimia watu wote mlioko humu ndani, ngumi ziko wapi tusalimiane? Mbona mnaitikia kinyonge? Ngumi ziko wapi tusalimiane? Peoples! Peoples! Vijana! Vijana! Mheshimiwa Katibu Mkuu, kuna siku ulinifundisha na nikasoma kwenye katiba ya chama kwamba salamu ya vijana ni nguvu ya mabadiliko, ni salamu ambayo haitakiwi kuanza kabla hujapiga peoples, kwa mujibu wa sheria na katiba za chama chetu. Kwa hiyo yoyote anayetaka kusalimia salamu ya vijana, anza kwanza kugonga peoples, alafu kinachofuata ni salamu ya vijana. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti na mgeni wetu rasmi, naomba kabla sijasema chochote, Sekretarieti ya BAVICHA na kamati tendaji ikiongozwa na kaka yangu Duale ya Mzito, hawa watu wamekuwa ni wakorofi sana. Miongoni mwa jambo wameniamulia leo ni kwamba nitakachokisema ni kile ambacho wamekiandaa wao na wamenipa maandishi, na wamesema nisipofanya kama ambavyo wameniagiza pengine maisha yangu yatakuwa ni magumu, lakini kwa vile na mimi nilishiriki kuiandaa hotuba hiyo, nitajitahidi kufanya kama walivyotaka. Sasa kabla sijasema hotuba, sijazungumza hotuba ya vijana wa Chadema, naomba niseme mambo mawili ya utangulizi, na sijui kwa nini Katibu Mkuu wa BAVICHA na sekretarieti yake na wajumbe wa kamati ya utendaji hawajayasema. Sasa sitaki kuwatuhumu, ila naomba niyaseme, mwisho wake naamini mgeni wetu rasmi utajua kwa nini hawakuyasema. Jambo la kwanza, jana tulikuwa na bonanza. Tuliandaa bonanza la michezo, na kwenye bonanza lile tuliandaa mechi ya mpira wa miguu kati ya timu Wenyekiti, timu ambayo mimi ndo nilikuwa kapteni wake. Wachezaji wa timu hiyo walikuwa ni wenye viti na vijana wote wenye ndoto ya kuwa wenye viti kwenye baraza la vijana kwenye ngazi zote. Kwa hiyo wajumbe wa kamati ya utendaji, kwa sababu wao ni wenye viti, wote walikuwa ni timu Mwenyekiti, na kauli mbiu ya timu yetu ilikuwa ni katiba mpya na bora. Halafu timu ya pili ilikuwa ni timu katibu, kwa maana ya wachezaji wote walikuwa ni makatibu wa BAVICHA, kuanzia ngazi za kanda, kuanzia katibu mkuu wa baraza la vijana wa Chadema Taifa na makatibu wote wa BAVICHA, na hata wale vijana wenye ndoto za kuwa makatibu wa BAVICHA. Hiyo ndio ilikuwa timu ya pili. Sasa matokeo, ndio maana nikasema sijui kwa nini jambo hili halijasemwa na wenzangu toka mwanzo. Halijasemwa, sijajua sababu ni ipi kati ya hizi mbili. La kwanza, matokeo yalikuwa ni magoli 3-2. Nikisema hivyo, naamini mtakuwa mmefahamu pengine kwa nini wao hawakusema matokeo haya na kwa nini mimi nasema. Lakini jambo la pili, sijui hawajasema kwa sababu magoli 3 ndio yaliwaumiza, au kwenye hayo magoli 3, magoli 2 yalifungwa kwa haki na mtu ambaye pengine waliona aibu kumtangaza kwamba ndio aliyeyafunga. Na kwa sababu mimi nimesema hivyo, mnaweza kudhani, mnaweza kufikiria
kwamba pengine aliyeyafunga magoli hayo ni nani kwa namna nilivyoyalemba. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, toka nikufahamu nimekuwa mwanafunzi wako kwenye mambo kadhaa kama kaka yangu, na nitumie fursa hii kusema kwa nini tuliandaa bonanza la mpira wa miguu. Miongoni mwa visa au historia ambayo nimewahi kukusikia ukiniambia ni kuhusiana na harakati za kudai uhuru kule nchini Afrika ya Kusini. Ulifika wakati Nelson Mandela yuko gerezani, yuko kule Robben Island, wapiganaji wengine wote nje walikatazwa kukutana eneo lolote. Lilitolewa katazo la kwamba kusiwepo na kusanyiko hata la watu 10, kwa sababu wale makaburu waliamini watu wakikusanyika eneo lolote watajadili namna ya kutafuta uhuru wa South Africa, uhuru wa Afrika ya Kusini. Kwa hiyo likatoka hilo tangazo, likatolewa hilo katazo. Lilivyotolewa hilo katazo, watu wa Afrika ya Kusini wakatafuta mbinu mpya ya mapambano, mbinu mpya ya kukutana, mbinu mpya ya kujadili maisha yao. Mbinu hiyo ilikuwa ni pamoja na kuanzisha timu za mpira wa miguu. Walikuwa wanakutana, timu zinacheza mpira. Wakati wa mapumziko, half time, makaburu wanadhani watu wanaambiana mawaidha kuhusu mechi, wao wakawa wanajadili namna ya kupata ukombozi wa taifa lao. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, ulinieleza kisa cha yule mtoto mdogo anaitwa Stompi. Wale makaburu walivyoshtukia kwamba watu wanazungumza siasa, wakakatafuta katoto kadogo, kakawa kanaenda pale wakati wa mawaidha, kana tape recorder inase sauti za wanachokifanya pale, wanachokizungumza. Baadaye walivyokuja kumgundua, yule mtoto alimuua. Sasa kwa nini sisi BAVICHA tumeanza na bonanza la mpira wa miguu? Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, tunafahamu kwenye taifa letu vijana wengi ni wapenzi wa michezo, vijana wengi wanafuatilia michezo. Kama Afrika Kusini wenzetu walivyoona wamezuiwa kujadili mambo magumu, mambo yanayohusu ukombozi wa nchi yao, walisema tukipata nafasi ya kwenda kusali, tutazungumza ukombozi wetu kanisani, tutazungumza ukombozi wetu misikitini, tutazungumza ukombozi wetu kwenye mazishi. Na sisi BAVICHA tumesema tuanze na bonanza tukiwa na nia moja tu, kwamba vijana wa CHADEMA mkitoka kwenye kongamano hili ni lazima mjue ajenda ya kijana na katiba mnapaswa kuwapelekea vijana, na vijana wako kwenye mamipira, vijana wako kwenye betting, vijana wapo kwenye maklabu, popote waliko vijana wafikisheni ajenda hii. Jambo la pili ambalo nilisema nataka niliseme kwa kulichomekea, naomba nitoe shukrani na pongezi kubwa kwa watu wafuatao, na kwa sababu nitakuwa na mgongano wa kimaslahi, naomba kwenye pongezi hizi mimi nisiwe sehemu ya watu hao wanaostahili pongezi hizi. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti na Katibu Mkuu, kama ikitokea siku chama hiki kitataka kuwathamini na kuwalinda vijana wa chama hiki, kianze kuwalinda viongozi wakuu wa BAVICHA wa sasa ambao ni Makamu Mwenyekiti wa BAVICHA Tanzania Bara, kaka yangu Nector Kitiga. Huyu Nector Kitiga kwenye baraza letu, na namshukuru sana kwa sababu yote tunayoyafanya kutoka kwake sisi tunapata uzoefu wa uongozi wa vijana. Amekuwepo kwa nyakati tofauti tofauti kuliko sisi wengine wengi. Kama kiongozi wa BAVICHA alikuwa ni mjumbe wa kamati ya utendaji ya BAVICHA kipindi kilichopita. Kwa sisi kwetu mara zote kama viongozi wakuu na kama kamati ya utendaji ya BAVICHA taifa, kwake tumekuwa tunavuna uzoefu. Na kaka yangu Nector, tunakushukuru sana na Mungu akubariki sana. Mtu wa pili ni Makamu Mwenyekiti Zanzibar, kaka yangu Rashid Abdalla.
hajafika anaumwa. Yeye tunachokivuna kwake mara zote, Mpemba yule ni mtu mwenye busara sana. Muda wote sisi damu zikikimbia kwenye viongozi wetu wakuu, ni mtu wa kuhakikisha anatupunguza kasi kidogo. Kokote ulipo kaka yangu, makamu mwenyekiti Zanzibar, tunakushukuru sana na Mungu akubariki sana. Mtu wa tatu, Mheshimiwa Katibu Mkuu, ambaye naona napaswa kabisa kumshukuru mbele ya vijana hawa, na chama chetu kinapaswa kumlinda na kumthamini sana, kwa sababu mimi nafanya naye kazi, najua uwezo wake. Ni katibu mkuu wetu wa BAVICHA, daktari wa binadamu. Daktari wa nini? Wa binadamu, anaitwa Dualia Mzito. Katibu mkuu Dualia Mzito, tunakushukuru sana na tunathamini mchango wako. Kitu pekee ambacho tunakutana naye nacho kwake ni misimamo mizito, yaani kuna muda mpaka tunakasirika, lakini ni mtu ambaye amenyoka lula ikasome. Mwingine ni naibu katibu mkuu wa BAVICHA bara Zanzibar, hatuna Reverend Mbugi. Kitu pekee tunakipata kutoka kwake na tunathamini mchango wake. Yeye kwenye viongozi wakuu ni miongoni mwa kiongozi pekee ambaye umri wake ni mdogo kuliko sisi wote. Anatupa radha za chaso muda wote, anatutahadharisha sisi kama BAVICHA tufikirie vijana wenzetu wanaokuja tutawaachaje au tunafanya nini. Tunakushukuru sana Reverend Mbugi kwa hilo. Mtu mwingine ni mratibu wetu wa uhamasishaji, kaka yangu Ferus Festo Kinimbi. Pamoja na kwamba yeye ni mratibu wa uhamasishaji, yeye ni mtu ambaye popote tukihitaji maneno ya mtu ambaye atatuambia mnaweza kupita juu ya moto, basi huwa tunamsikiliza yeye. Yeye ni mtu ambaye mara nyingi anaona njia pasipokuwa na njia. Nakushukuru sana kaka, Mungu akubariki sana. Mtu mwingine ni mtaalamu wetu wa sheria, kaka yangu Nicholas Mvanda, wakili msomi. Yeye mara zote amekuwa anatupa tahadhari za kufuata sheria na taratibu kwenye baraza letu, naye tunathamini mchango wake. Mtu wa mwisho ni kijana anaitwa Jeremia. Yeye ni afisa habari wa baraza letu. Jeremia, kokote ulipo simama wapungie watu mkono. Yeye ni kijana mdogo, juzi tu ametoka kumaliza masomo yake ya uandishi wa habari. Asante sana kaka, tunashukuru pia kwa mchango wako. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya utangulizi huo mrefu, naombeni radhi kwa sababu leo ni siku ya vijana, kwa hiyo mtuvumilie. Pamoja na maandalizi yote tuliyoyafanya, naamini njaa haitawafanya, toka asubuhi tunazungumza mambo haya, haitawafanya mshindwe kusikiliza, kwa sababu kwa maandalizi tuliyoyafanya mara baada ya mambo haya, naamini tutaenda kutafuta dawa ya njaa, na kwa maelekezo niliyoambiwa, kwa maelezo niliyopewa na katibu mkuu kwamba dawa ya njaa itakuwepo leo. Mheshimiwa makamu mwenyekiti, nitumie fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na ulinzi hadi kufikia siku ya leo. Nafahamu Mheshimiwa makamu mwenyekiti na mwenyekiti mstaafu wa BAVICHA, nafahamu wapo wenzetu wengi waliotamani kuwepo hapa leo, lakini haikuwezekana kwa sababu mbalimbali. Wapo ambao hawajafika leo kwa sababu ya mauaji ya mwaka jana, wapo ambao hawajafika leo kwa sababu ya magonjwa, wapo ambao hawajafika leo kwa sababu ya kupotezwa, wapo ambao hawajafika leo kwa sababu ya makesi mbalimbali ambayo chama chetu tumekuwa tunafunguliwa. Kwa hiyo kwa upekee na nalikumbuka kabisa kundi la maelfu ya vijana wenzetu waliouawa wakati na baada ya tarehe 29 Oktoba mwaka 2025, pamoja na mashujaa wote waliopotea kwa nyakati tofauti. Pamoja na kwamba mwenyekiti wa kanda ya Pwani alisema tusimame kwa heshima dakika moja, naomba nisiwasimamishe tena kwa dakika moja, lakini niseme Mwenyezi Mungu azilaze mahali pema peponi roho za marehemu wote waliotangulia mbele ya haki. Mwenyezi Mungu awajalie pumziko lililo jema na la milele wapendwa wote na mashujaa wetu hawa. Tunawaombea wenzetu wengine wote waliopotezwa kwa makusudi, akina Soka na wengine wote. Tunaombea Mungu awape ulinzi huko waliko. Nafahamu kuna nyakati hatufahamu hata tufanye maombi ya namna gani kwa wenzetu waliopotea. Sisi wa Katoliki huwa tuna maombi ya watu waliokufa, na pia huwa tuna maombi ya watu ambao wako kwenye mazingira magumu.
Sasa hawa wenzetu wamepotea, hatujui hata tukiwa tunawaombea kwa Mwenyezi Mungu, hatujui tufanye maombi ya namna gani. Lakini Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, ahadi pekee tunayoweza kuwapa makundi yote mawili ya watu wote walioumia kwenye mapambano haya, waliopotea na ambao hawapo na sisi leo kwa sababu za mapambano walioyafanya, ahadi pekee tunayoweza kuwapa ni kwamba wale waliouawa, wale waliopotezwa wakipigania haki, lazima waelewe sisi BAVICHA ya leo, siku zote za maisha yetu tutaendelea kusimamia yale walioyaamini na kuyapigania. Damu yao haitaenda bure. Vifo na kupotezwa ingekuwa ni silaha ya kweli ya kuogopesha vijana kwenye taifa hili, sina hakika kama leo tungekuwa tumekusanyika kwa wingi huu kutoka kila kona ya nchi yetu kufika hapa Dodoma tena kwa nauli zetu. Kwa hiyo kwa yeyote anayedhani akiteka vijana, akidhani anaua vijana atawarudisha nyuma vijana wa CHADEMA, anajidanganya. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, naomba kutumia fursa hii kwa niaba ya vijana hao wa CHADEMA waliopo Dodoma na Tanzania nzima kukushukuru wewe binafsi Makamu Mwenyekiti kuwa sehemu ya maadhimisho haya ya siku ya vijana duniani. Tunakushukuru kwa kujitoa kwako, sio katika tukio hili tu, bali katika kulinda hadhi, heshima na misimamo ya chama chetu, hasa katika kipindi hiki ambacho mwenyekiti wetu wa chama Tundu Lissu yuko gerezani. Tunakushukuru sana wewe Makamu Mwenyekiti wa chama, tunakushukuru sana. Lakini pia tunaomba kukuambia kwamba laiti kama mwenyekiti wetu angekuwepo hapa leo, ni kweli kwamba tungemwalika kama mgeni rasmi wa tukio hili, kwa sababu vijana wa CHADEMA na Watanzania tunathamini mchango wake mkubwa katika kupigania ukombozi wa kweli wa mara ya pili wa taifa letu. Mwenyekiti wetu wa chama amekuwa ni kielelezo cha mapambano ya kweli hapa nchini kwetu. Lakini uwepo wako hapa Makamu Mwenyekiti ni faraja kwetu na funzo kubwa sana kwamba chama kina imani kubwa na vijana. Jambo la faraja kwetu ni kwamba pamoja na mwenyekiti wetu wa chama kuwa yuko gerezani, lakini wewe Makamu Mwenyekiti Bara John Heche, Makamu Mwenyekiti Zanzibar Saidi Mzee, Katibu Mkuu wetu wa chama kaka yangu John Mnyika na viongozi wakuu wote, mmeendelea kukilinda chama chetu kwa wivu mkubwa sana, na hiyo imeendelea kututia nguvu vijana kuwa na morali na ari ya kukilinda chama hiki ambacho kwa ujasiri tumekuwa tunasema CHADEMA sio tu chama cha siasa, CHADEMA ni imani. Mara zote tumekuwa tunasema CHADEMA ni mpango wa Mungu, na kwa sasa na siku hizi tumeamua kusema sio tu CHADEMA ni chama kikuu cha upinzani, CHADEMA ni chama kikuu cha siasa nchini kwetu. Tunawashukuruni sana viongozi wetu. Kabla hatujasema lolote, tunasema tunawashukuruni sana kwa sababu mmebeba imani ya vijana, na Mungu awabariki sana. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, kama kuna jambo moja tunaloweza kumwahidi mwenyekiti wetu wa chama taifa Mheshimiwa Tundu Lissu ni kwamba vijana wa CHADEMA, na tunaomba mambo haya ukamfikishie, mwambie kwamba vijana wa CHADEMA daima tutakuwa mstari wa mbele kupigania maslahi ya vijana. Tutapigania maslahi ya vijana nchini bila hofu yoyote, kwani tulipofikia kama taifa kwa sasa hatuna cha kupoteza zaidi ya kusimamia ukweli. Hatuna cha kupoteza, hatuna cha kupoteza, hatuna cha kupoteza. Tutasimamia ukweli, tutasimamia haki na tutasimamia maendeleo ya vijana. Tutasimamia, hatutaogopa chochote. Pia hatuna cha kuogopa zaidi ya kuuogopa huo uoga wenyewe. Hofu au kukaa kimya kihistoria haijawahi kuwa mbinu ya kuwa salama pale maovu yanavyotawala katika jamii yoyote duniani. Naomba kurudia, kukaa kimya au kuogopa au hofu kihistoria haijawahi kuwa mbinu ya kuwa salama pale maovu yanavyotawala katika jamii yoyote hapa duniani.
Tunaomba ufikishe salamu hizi kwa mwenyekiti wetu wa chama na umwambie tunampenda sana. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, sisi BAVICHA tumeshapoteza marafiki zetu na viongozi wenzetu wa BAVICHA kila kanda, kila mkoa, kila majimbo, kila kata, kila kijiji. Na kwa tathmini yetu ni kwamba vijana wa CHADEMA pekee kwa mwaka mmoja uliopita, kupitia matukio ya Oktoba na matukio ya kuwapoteza, takwimu zetu zinasema tumepoteza vijana wasiopungua 1000 kwa maana ya viongozi na vijana wa kawaida. Kama hawajapotea kwa kupigwa risasi, basi wamepotea kwa kutekwa au wamepotea kwa kutoonekana. Lakini pia wapo vijana waliopo magerezani kwa makesi ya uongo, makesi ya ugaidi na makesi yasiyo ya ugaidi. Wapo vijana ambao wameumizwa kwa kufanyiwa vitendo vya unyama na wamebaki na vilema na maumivu ya kudumu. Huyu Bwana Kombo alipokuja hapa, mimi kwa mara ya kwanza nimemkuta kule gereza la Maweni Tanga. Nilimwangalia, siwezi kuwaeleza kwamba kweli tunaweza kuwepo kwenye taifa ambalo kuna binadamu anaweza akafanywa kama mnyama. Wakati tukiwa na sintofahamu hizi za vijana wenzetu kupotezwa na kutoonekana, sisi vijana tulio hai bado tupo uraiani. Sisi tuliopo uraiani hatuna uhakika wa kuamka kesho tukiwa salama. Tunalifahamu hilo. Tukiwa tuna hofu hiyo, bado tunazo changamoto mbalimbali ambazo zinatukumba. Wote tunafahamu hakuna ajira wala mazingira bora ya kijana kujiajiri. Tunafahamu hatuna kazi zenye staha ambazo vijana tunaweza kuzifanya na kutupatia ujira unaostahili. Sisi vijana tunakumbwa na changamoto za urasimu katika uwezeshwaji wa vijana, kama vile masuala ya mikopo. Upo ugumu wa huduma za afya, upo ugumu wa maisha na uwepo wa utitiri wa kodi zilizokithiri kutoka kwenye bidhaa mbalimbali huko sokoni. Vijana wote, bodaboda na wengine, wanalalamikia bei ya mafuta. Tunafahamu changamoto hizi zinazotukabili vijana. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, katika taifa lenye changamoto hizo, na tumekuwa tukikusikia Makamu Mwenyekiti mara nyingi ukiwa unasema rasilimali nyingi ambazo taifa hili linazo, na naamini ukija kuzungumza utazisema. Sisi vijana wa CHADEMA tunajiuliza swali, kwa nini tusimwahidi Tundu Lissu aliyoko gerezani kutupigania sisi? Kwa nini tusimwahidi kwamba sisi ni vijana ambao tunatamani kesho iliyo bora? Tunatamani na tunamwahidi kwamba tutaendelea kuwa nguvu ya mabadiliko. Kwa nini tusimpe ahadi hiyo mwenyekiti wetu wa chama ambaye amegoma kuwa mbinafsi kwa staili? Sisi vijana wa CHADEMA tunasema hatuna cha kuogopa na hatuna cha kupoteza, na maneno haya yasikie mwenyekiti wetu ya chama, kwa sababu uhai wetu ndio jambo la msingi na la kwanza kabla ya mengine yote. Sasa kwa vile watu wanacheza na uhai wetu, basi hatuna kingine chochote cha kukilinda zaidi ya kuhakikisha tutaulinda uhai wetu kwa gharama yoyote ile. Tukiwa tuna hofu ya kwamba kesho tutaamka salama, hata tukiendelea kuishi hatuna uhakika wa kuishi maisha ya staha. Hata sisi ambao tuko hai leo tunazungumza kuhusu wenzetu waliotangulia, wenzetu ambao hatuwaoni. Hata sisi tulioko hai tunateseka, hatuna maisha bora wala yenye thamani yoyote, na hatuoni kuwa na uhakika wowote wa maisha haya yatabadilika. Kama hakuna dalili ya hali hii kubadilika, tukiendelea kutawaliwa na watawala hawa dhalimu wa Chama cha Mapinduzi wa CCM, lazima tuchukue hatua, na hatua hiyo na waombeni vijana wenzangu tuichukue na tusimame kuipigania. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, tunatoa ahadi pia kwa Watanzania wenzetu, kwa sababu tunaona kwa uwazi kabisa serikali dhalimu ya CCM inavyobeza na kutojali changamoto na matatizo haya ya vijana. Jambo linalotutia moyo vijana wa BAVICHA ni kwamba kiko kizazi kinaitwa Gen Z, Generation Z, kimeanza kuchukua hatua za kupaza sauti kwa njia tofauti tofauti kufikisha ujumbe wa changamoto sugu nilizozieleza hapa awali. BAVICHA kwa sauti moja kupitia siku hii ya vijana wa duniani
tunaomba kusema kwamba tunawaunga mkono Gen Z na vijana wenye nia ya dhati kuitafuta Tanzania mpya kwa njia sahihi. Popote watakapolia Gen Z, BAVICHA tutalia nao. Popote watakapofurahi Gen Z, tutafurahi nao. Popote Gen Z watakapokaa, na sisi tutakaa. Uzuri Gen Z wao shughuli yao ni kama wakisema 1, 2, 3 tunaondoka, Gen Z wanaondoka kweli, hata kama nani akiwa mbele yao. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, tunaamini hakuna malaika wala mtume atakayeshushwa na Mwenyezi Mungu kuja kutusaidia sisi vijana kutatua changamoto tulizonazo. Wenzetu waliopotea na kuuawa walichukua hatua, ndiyo maana wadhalimu waliwaona wakiwapoteza. Sisi sote tutanyamaza na tutaogopa. Wenzetu walisimama kuhesabiwa, ndiyo maana wamepotea. Walisema ni sasa. Wenzetu wote wakina Amani Manengero walisema ni sasa, sio kesho. Lakini pia walisema ni sisi, sio mtu mwingine. Ni muhimu sisi vijana tukawa na kauli ya pamoja kutoka kwenye kundi la vijana wote ndani ya taifa hili, na kauli hiyo tuseme, tuone na kuamini muda wa kusimamia kulipigania taifa hili ni sasa na sio wakati mwingine wowote. Na mtu wa kufanya kazi hiyo ni lazima tuseme ni sisi na sio mtu mwingine yoyote wa kukinywa kikombe hiki, hata kama kitakuwa kichungu kwa namna gani. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, tunaondoka Dodoma baada ya kongamano hili tukitambua kwamba hakuna muda wa kusubiri na hakuna wa kuja kutupigania. Tunaamini ni sasa, na ni sisi BAVICHA ambao tuna wajibu wa kusema maneno yafuatayo: imetosha utekaji. Imetosha nini? Imetosha utekaji. Tutatoka hapa tukisema imetosha utekaji, imetosha kufunguliwa kesi za uongo, imetosha kupotezwa, imetosha kushuhudia vifo vya sukari na presha vya wazazi na walezi wetu ambao kila siku wanalia kwa sababu vijana wao wanapotea kwenye taifa hili. Tutaondoka leo hapa Dodoma tukisema imetosha, na kama noma, wacha ikawe noma. Tutaondoka Dodoma tukisema imetosha rasilimali za taifa hili kutumika kwa manufaa ya watu wachache na familia chache. BAVICHA tutatoka leo na msimamo huo wa kusema sasa imetosha, sasa imetosha, sasa basi, sasa. Huo ndo msimamo tutakaotoka nao. Mambo mengine ya mbinu pamoja na elimu na mafunzo yote ambayo wazee wetu wametuambia, kuna wakati tutamsikiliza Roho Mtakatifu anatutuma tufanye nini, na tukisikia sauti yake tutaitekeleza kwa maslahi mapana ya taifa letu. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, tunayasema haya kwa sababu tunafahamu kama ilivyo lazima kwa mbegu ili yote na kumea ni lazima kwanza ioze. Sisi pia mapito tunayopitishwa na serikali dhalimu ya CCM ni mithili ya kuoza kwa mbegu. Ninawatia moyo vijana wenzangu, hivi punde tutaota na kumea. Hivi punde mwenyekiti wetu wa chama Tundu Lissu atatoka gerezani na Chadema itaota na kumea zaidi ilivyo sasa, na tutamea na kuzaa tunda bora la katiba mpya. Sio tu katiba mpya, itakuwa ni katiba ya wananchi, katiba bora na katiba ambayo itakuwa inajibu maswali na changamoto mbalimbali zinazotukabili vijana, katiba itakayolinda hadhi ya uhai wa vijana kwenye taifa hili, katiba itakayolinda kupotea kwa mtu mmoja isiwe ni kama kupotea kwa ng'ombe. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, katika kuwezesha mapambano haya ya katiba mpya, sisi tulikuja na kauli mbiu ya kijana na katiba, na toka asubuhi tumekuwa na mijadala na mazungumzo mbalimbali ya kuhusu katiba. Tuliandaa jambo hili kwa sababu tuliamini mijadala ile iwe na lengo la kutujengea uwezo sisi vijana wa BAVICHA. Tukitoka hapa tusije kama tulivyokuja, tutoke hapa tuwe tuna kitu tumeongeza kwenye bongo zetu,
ili tukienda kuleta noma huko mtaani, tukienda kutoa elimu ya katiba mpya, tuwe watu tuliojaa vitu vichwani mwetu, tusiwe kama vijana wa mboga mboga. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, sisi vijana wa BAVICHA tumerithi utamaduni huu wa kwamba vijana wa Chadema mnapaswa kuwa na akili nyingi. Sisi tulijiunga Chadema tukiamini vijana wa enzi hizo tukiwa wadogodogo, wakina Mnyika, wakina Heche, tulikuwa tunaamini kwamba hawa watu wana akili, ndio maana tulipenda kuja Chadema. Kwa miongoni mwa kazi kubwa tutaifanya sisi BAVICHA ni kuhakikisha tunaendelea ku maintain hiyo standard. Tunataka kijana wa Chadema hata kama ni kiongozi wa tawi, kokote atakaposimama awapelekee moto CCM, hakuna rangi waache kuona. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, sasa katika kusukuma ajenda hii ya katiba mpya, tunafahamu mchakato wa kutengeneza katiba mpya kama walivyosema wazee wetu kwamba ni mchakato ambao unahitaji mazungumzo, unahitaji maridhiano na unahitaji watu wakutane pamoja. Sasa sisi vijana wa Chadema tunayo mambo manne kwa haraka haraka, naomba niyasome. Jambo la kwanza, pamoja na ushauri wote, pamoja na maaso yote ya kuhusu mazungumzo na maridhiano, sisi vijana wa Chadema tunataka kuyasema mambo haya hadharani, na haya mambo ni msimamo wa chama, ila sisi vijana tumeyapenda na tutayasema hadharani bila aibu yoyote, kwa ujasiri mzito, na tutayasimamia. La kwanza, ma-CCM na serikali yao dhalimu watambue hakutakuwa na katiba mpya kwenye taifa hili inayoweza kupatikana endapo Chadema kama chama kikuu cha siasa hakitakuwepo wala kushiriki mchakato huo. Yaani hilo msidanganye. Haitawezekana. Haitawezekana. Yaani vyovyote vitakavyokuwa, hakuna katiba mpya bora kwenye taifa hili kama Chadema kama chama kikuu cha siasa hakitakuwa sehemu ya mchakato huo. Liwake jua inyeshe mvua, hiyo haitawezekana. Kwa achieni hiyo shughuli, na mnaodhani jambo hilo litatokea bila Chadema kuwa sehemu ya mchakato huo, mnajilisha upepo. Jambo la pili, hakuna mazungumzo wala hakutakuwa na matokeo ya maridhiano yatawezekana na yatafanyika kwenye taifa hili kama mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Lissu hatakuwa nje na hataongoza jopo hilo la Chadema. Makamu mwenyekiti, kwa kipindi hichi mwenyekiti wetu wa chama yuko gerezani. Sio wewe, sio katibu mkuu, sio mwingine yoyote aliyoko hapa nje, wakati mwenyekiti wetu wa chama akiwa hai, atakayeongoza safari ya mazungumzo na mtu yoyote. Jambo la tatu, ukweli na uwajibikaji usipokuwa msingi wa kushughulikia matendo ya kinyama ya Oktoba 29, yoyote anayedhani kuna mchakato utafanyika wa kuliponya taifa hili, na yeye atakuwa ni sawasawa anakonyeza gizani, akidhani kuna mtu atamuona. Hakuna atakaye kuona ukikonyeza gizani, utaishia kuvimba macho tu. Jambo la nne, swala la mazungumzo. Chadema tumesema hatutaki mazungumzo yoyote ambayo hayatakuwa na msuluhishi kutoka nje ya nchi. Yoyote anayedhani kuna mazungumzo yote yatakayofanyika bila msuluhishi wa nje, hilo jambo asifikirie litawezekana. Yaani haliwezekani. Huo ndo msimamo wetu. Na kama Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti na Katibu Mkuu wakisema tumtafute wa ndani, basi pengine tutafakari waturuhusu sisi tuwatafute hao wa ndani wa kusimamia hayo mazungumzo, sio wao. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, juzi tarehe 23 Julai, kiongozi wa chama cha EFF Julius Malema akiwa anamzika mwanachama mwenzake wa chama cha Economic Freedom Fighters Primrose Bogatsu alisema maneno yafuatayo. Nitayasema, naomba kunukuu kwa tafsiri sio rasmi. Julius Malema alisema mambo yafuatayo: vinavyojiita vyama vya ukombozi barani Afrika vimekuwa vikifa vifo vya asili siku hadi siku, kwa sababu jukumu lao kuu lilikuwa ni kupigania uhuru wa nchi zao, na jukumu hilo lilikwisha